Naam, karibu mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Shughuli ya kupokea maoni kutoka kwa umma iliyoanza leo kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2025 unaotaka kuiainisha kwa hazina muhimu za maendeleo ikiwemo ile ustawishaji wa maeneo bunge ilianza kwa hisia mseto. Kuanzia Ruiru hadi Busia, Nairobi hadi Kakamega, mjadala huo uliibua hisia mseto katika kaunti zote 47, huku Wakenya wakijitokeza kwa mashauriano hayo ya siku 4 yatakayoendelea hadi siku ya Alhamisi. Basi yote 9. Kote nchini wabunge wameandaa vikao vya kupokea maoni ya umma katika maeneo bunge yote 290 kuhusu iwapo hazina muhimu za maendeleo kama vile hazina ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge na ile ya kufadhili makundi mbalimbali zitatambuliwa kwenye katiba. Katika eneo bunge la Westlands, wafuasi waliunga mkono hazina hiyo kwa jukumu muhimu inayotekeleza katika kuelimisha wanafunzi kutoka familia maskini. Kuna Wakenya wengine wanafikiria hii pesa ni ya wabunge. Hii pesa si ya wabunge. Hii pesa ni yenu nyinyi wananchi, si ndio? Hii pesa ikitolewa hapa itarudishwa national government. Ukitaka basari vile mnakuja kuchukua hapa, you'll go to the Ministry of Education ama mtaenda kwa office of the president. Tumeona CDF imesaidia vitu mingi sana. Si barabara, si mashule, si education. Kwa pande zote hata katika jamii tunaona CDF inatusaidia sana. So ukisema utoe kwa viongozi ambao walichaguliwa na mwananchi hiyo CDF, which means umeumiza mwananchi wa kawaida kabisa. Uko Ruiru, wakazi waliunga mkono hazina ya serikali ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge, wakisema ni muhimu kwa elimu na maendeleo mashinani. Mambo mengi yale tumefanya hapa, hasa kimaendeleo na madarasa, kila kitu hapa ni kama ni NG step. Ikiondolewa ni kama maendeleo yatarudi nyuma sana. Hata kiongozi wa gani enzi wenye watakao ingia kwa uongozi, NGCDF isiwahi koma, iendelee na nitatilia mkazo. Mimi nataka ingependa sana ipitishwe, iwe sheria na iweke kwa katiba. Uko Busia, hata hivyo, maoni yalikuwa tofauti, huku baadhi ya wakazi wakitaka hazina hiyo iendelee kusimamiwa na wabunge. Wengine akiwemo kiongozi wa vijana wa ODM Austin Juma walipinga kutambuliwa kikatiba kwa hazina hizo, wakisema hii inahujumu ugatuzi na inaweza kuchangia matumizi mabaya pesa za umma. Sidhani kama ni mwafaka kuleta hii pesa kwa hawa bunge, sababu the constitutional role of elected MPs are very clear: legislation, oversight and representation. Ingefaa ifanywe katika hiyo pesa ni kukuwa na accountability. Tunataka tu hao wabunge wetu wanapopatiwa hii pesa ikikuja katika constituency, isiwe kwamba hao ndio wale watu wenye wanachunguza hii mambo ya pesa mahali penye natakani ifanye ama mahali penye isifanye. Hii pesa ikienda tutarudi tena msituni kwa giza kama ile miaka za enzi kabla devolution. Wakati huo mbunge wa kaunti ya Kakamega Elsie Muhanda alipongeza jukumu linalotekelezwa na hazina ya CDF na NGAF, akiangazia majukumu yao muhimu katika kuimarisha elimu na kuwapa wanawake uwezo. Tukiua NGAF, wanabiashara wako hapa. Hivi karibuni nitapeana pesa za groups na hata hazitoshi kila mtu. Saa hii hata niko napeana maumbrella, haitoshi kila mtu. Nitakuwa ninaua matumaini ya wanabiashara. Hata zikipelekwa mahali pengine, tunadhani watakuwa tu wanaongeza huko corruption. Kwa sababu ukiangalia pesa kama kwa governors, wameshindwa zile pesa mingi ambazo wanapata, wameshindwa kuzifanyia kazi vizuri. Katika sehemu kama vile Embu, Trans Nzoia, Siaya na Wajir, wakazi walitoa maoni mbalimbali, huku baadhi yao wakiunga mkono hazina hizo na wengine wakitaka uwazi zaidi katika usimamizi wa hazina hizo. Katibu wa bunge la kitaifa alithibitisha kwamba maoni pia inaweza kutumwa kupitia barua pepe au kuwasilishwa kwa taarifa moja kwa moja bungeni.